Watu wa opposition na akili yao iko chini. Wacheni kula chakula mingi. Tumbo karibu inapasuka. Kichwa karibu inapasuka. Munalala kwa mkutano mchana. Hata hewa munaharibu. Kwendeni kabisa. Bure. Katika moja ya siku ya aibu zaidi kwenye kampeni za kisiasa, viongozi wakuu zaidi nchini Kenya walijibizana vikali kupitia matusi, kurushiana maneno ya dharau na kuchafuana hadharani. Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua walikuwa mstari wa mbele kwenye siasa za lugha chafu. Cheche za maneno zilianza siku ya Jumatatu katika hafla ya mazishi eneo la kaunti ya Kiambu, ambapo Rigathi Gachagua alitangaza kuwa atahakikisha Ruto hapati usingizi kwa kufichua maovu yote kwenye serikali yake. How much is enough, William Ruto? Just how much is enough? Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hapa akiwa na hiyo pesa yote halali. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu? Mumeona? Rais Ruto baadaye alionekana kuchukizwa na matamshi ya Gachagua na kuamua kurusha semi za matusi bila kujali hadhi ya ofisi yake. Ati wamekusanyana hapo. Iko mwingine wa kutoka hapa Kitale. Sasa hata huyo mimi sijui. Aliwachiwa kiti na ndugu yake. Akawachiwa shamba na ndugu yake. Akawachiwa watoto na ndugu yake. Ile shamba hajajenga nyumba. Bibi ni wa kukodesha. Nyumba amekodesha kwa watu. Watoto wa ndugu yake wamekufa kwa njaa. Ati saa hii anazunguka hata anajaribu kuongoza. We utaongoza nani? Kwenda jenga nyumba kwanza kwako. Utafute bibi. Ununue daipa. Ujue karama ya mbolea. Ni kweli ama si kweli? Wacha kutusumbua hapa. Utaongoza nchi ya nani wewe uweze kuongoza boma yako? Ni kweli ama si kweli? Hawa watu ni bure si bure. Ruto hakumsaza Daktari Fred Matiang'i ambaye pia ni miongoni mwa viongozi wa upinzani. Ruto alimkejeli Matiang'i kutokana na kunenepa kwake na kumtaka kupunguza uzani wake. Wacheni kula chakula mingi. Tumbo karibu inapasuka. Kichwa karibu inapasuka. Munalala kwa mkutano mchana. Hata hewa munaharibu. Kwendeni kabisa. Matamshi ya Ruto yalimkasirisha vikali bwana Matiang'i ambaye alimtaka rais kukoma kuingilia masuala ya ulaji na lishe yake. Na rais wetu mimi ninamheshimu na ninaheshimu ofisi yake. Ndipo mimi sijaongea mambo yake mbeleni. Lakini leo ameanza sasa kututusi sisi wote watu wa opposition. Anatutusi yaani nchi yetu hii 6 decades after independence. At the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Eti nani anakula zaidi, nani anakula wapi. I am doing this with a lot of pain. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mimi hujaniona. Hujaniona nikija. Hujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali na huko. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sijakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? Na mambo kama hayo. Ruto hakukomea hapo. Alivamia maisha ya kibinafsi ya alikuwa waziri wa ulinzi na ugatuzi bwana Eugene Wamalwa kwa kudai kiongozi huyo wa chama cha DAP ameshindwa hata kuongoza familia yake, jambo ambalo bwana Wamalwa na viongozi wa chama chake wamepinga na kumtaka Ruto kuangazia maslahi yanayowakumba Wakenya badala ya kufanya siasa ya kupaka viongozi matope. Amenitusi sana. Na leo nataka nimwambie William Ruto ya kwamba Michelle Obama once said, when they go low, you go high. When they go low, we go high. Today, William Ruto, you have stooped the lowest you have in your public life. What you say today, now, the insults against Eugene Wamalwa,
was quite unprecedented. Very unprecedented. Na hii nataka nikuombe kwa heshima sana na kuheshimu. Mimi sijawahi kutusi. Mimi nikisema ukweli, labda sasa tukisema yale ambayo umefanya, labda sababu ya hasira na failure to manage your anger, Eugene Wamalwa is not insulting you. So why would you come home to insult me? Leo nataka niseme mbele ya watu wangu, ninyi ni wazazi wangu, ninyi ni watu yangu, ndugu zangu, lakini yale ametamka leo, niseme nisiseme, nitoboe nisitoboe, mimi nimefika pahali nimesema wacha sasa tuseme ukweli wetu juu ya William Ruto. Sawa sawa? Naingilia Eugene hapa, hii ni familia yake. Mambo ya familia Eugene inamhusu nini? Yeye focus kwa masuala ya kitaifa, hiyo ndio kazi yake. Mambo ya kuchunguza nini nafanyia kwa boma ya mtu sio biashara yake. Mwambie wajane na Eugene, si ndio? Eugene akioza na ozea sisi malani wetu. Haozei mtu mwingine ama namna gani? Ama sisi tumelalamika? Tumelalamika. Yeye analalamika kama nani? Mwambie wajane na Eugene ama namna gani? Yeye ni mtoto wetu, kama ako na makosa sisi tunajua. Na hata kama hiyo makosa tumemchagua kuwa kiongozi, hatukuona hiyo maneno yote. Mwambie wajane na sisi. Aangalie mambo ya ushuru, ameweka ushuru imekuwa mingi, wananchi wanaumia. Aangalie mambo ya NHIF aliondoa akaweka shisho. Aidha, Bwana Gachagua ameonekana kufurahishwa na malumbano hayo, akisema mkondo aliochukua Rais William Ruto inamfurahisha zaidi. Nimemfinya analia kama panya, si ndio? Umeona nimemsukuma mpaka amekonda, mpaka masikio imekuwa nimfinye. Sasa Kasongo, nimeona ukiongea, wacha nikuambie wewe Kasongo, nimekuambia sisi na wewe ni kukuzuia kuiba mali ya Wakenya, na kazi yetu ni kukuanika. Ukijaribu kuiba mali ya Kenya tunakutangaza. Sasa nimeona umekasirika vile nilitaka. Mimi nilitaka wewe ukasirike. You lose your temper. You lose your cool. You stop being presidential. Sasa Kasongo amekuja bahari nilikuwa nataka yeye. Ameteremuka chini. He is no longer presidential. Amekuwa mtu ya propaganda na fitina. Sasa haongei mambo ya barabara, haongei mambo ya maji, anaongea mambo ya wanawake, mambo ya wasichana. Hata hivyo, kulingana na wadadisi wa siasa na baadhi ya Wakenya, hii ndio ilikuwa moja ya siku za aibu zaidi katika siasa za nchi ya Kenya. Wanasiasa wanapigana wenyewe katika nia yao ya kuendeleza ubepari, udhalimu, mauaji, uizi. Na wale upinzani wanalumbana ili waingie katika mkondo huo, waendeleze mauaji, ubepari, udhalimu na uwizi. Serikali ya William Ruto ni ya kunyakua, ni ya kuendeleza ubepari, ni ya kunyamazisha vijana, ni ya kuendeleza uongo. Na upande mwingine iongozwa na kina nani? Wataje? Gachagua. Kuna tofauti kati ya Gachagua na William Ruto? Gachagua alipokuwa makamu wa rais ndiye aliendeleza udhalimu ya vijana kupitia vyombo vya dola. Tunakumbuka wakati wa maandamano ya Azimio, the Sufuria movement, vijana wangapi waliuliwa? Vijana wangapi walitekwa nyara? Vijana wangapi walipigwa? Iliongozwa na serikali ya Ruto akishirikiana na Gachagua. Gachagua amekuwa akiendeleza mazungumzo ya ukabila. Kila mara akienda ni kabila yake tu. Hatuwezi tukachagua kiongozi mwanasiasa ambaye yeye anaona tu kabila yake, hana haja na kabila zingine. Hiyo ni upande wa upinzani. Tunaona pale nani? Matiang'i, Kalonzo. Matiang'i wakati alikuwa waziri wa masuala ya usalama ya ndani. Tunamkumbuka Rivayala. Watu ambao serikali ilishindwa kuishughulikia kwa mujibu wa sheria, sababu walikuwa wanahutumiwa kuvunja aina moja ama mbili za vipengee vya sheria. Matiang'i aliongoza mchakato akishirikiana na kiongozi wa DCI wakati huo Kinoti, kuwachukua wale ambao wanawashuku,
kuwapiga, kuwaua, kuwaingiza kwenye magunia na kuwatupa ndani ya mto ya River Yala. Matiang'i tunamkumbuka na masuala ya kunyakua ardhi Kasarani. Jameni. Ruaraka, yes. Nitajia mwingine katika upinzani. Na Kalonzo. Kalonzo. Wakati wananchi walijitokeza kibasomaso na kupiga kura ya ushindi 2007 na Kibaki akashindwa na hayati Raila Amolo Odinga, ni Kalonzo ambao alihepa wananchi na kushirikiana na muizi wa kura wakati huo. Kwa hivyo kura na uongozi wa raia iliibwa na Kibaki na watu wake, akisaidiwa na nani? Na Kalonzo Musyoka. Kevin Sewe, Mwanzo TV. Kisumu na ni dawa, Matiang'i ndio dawa.